Naam, mtazamaji, basi karibu tena kwenye mahojiano yetu sasa, ikiwa ni sehemu hii ya pili na ya mwisho. Siku hii ya leo ninaye bwana mmoja kwa jina la Kithinji Kiragu ambaye amekuwa katika siasa za Kenya kwa muda mrefu sana, wakati ambapo wengine hata tulikuwa tujazaliwa, lakini amekuwepo katika siasa ya Kenya. Mara nyingi tu amewania kuongoza katika sehemu, wakati huo ilikuwa ni Embu ya Kaskazini, kiti cha ubunge, lakini tangu miaka hiyo hadi sasa bado hajapata nafasi. Hivi sasa anawania tena nafasi ya ugavana, lakini kurudishe nyuma kidogo, mwaka 2013 kwenye uchaguzi mkuu aliwania pia nafasi ya ugavana katika kaunti ya Embu, lakini kwa bahati mbaya akawa katika nafasi ya pili, nafasi ambayo katika mazungumzo yangu mimi na yeye kidogo hapa anajilaumu mwenyewe kwa kuangukia nafasi ile, hivi kumaanisha kwamba alishindwa na bwana Wambora ambaye ndio gavana wa hivi sasa, ambaye pia wakati mmoja alipata changamoto nyingi sana muda mfupi tu baada ya kuchukua hatamu za uongozi katika kaunti ya Embu. Tunaye hapa, karibu sana mzee wangu katika studio. Nafurahi sana kuwasiliana nawe kwa sasa. Leo umekaribishwa katika chama cha PNU. Ndiyo. Na umeamua kuachana na Jubilee na mambo kama hayo. Ndiyo. Kwa nini watu wengi wanahamia vyama vidogo vidogo hivi sasa, wanatoka vyama vikubwa, kwa mfano kama wewe? Kuna sababu mbalimbali kwa kila mmoja wetu. Aha. Kwa hivyo ningesema tu kwangu ni kwamba mimi wakati Jubilee iliundwa niliunga mkono sana, na kwa kweli wengi hata katika Embu waliona billboards nilisema tujiunge na Jubilee. Ndio. Lakini baada ya hayo tukaanza sasa mambo ya kupambania uongozi wa Jubilee. Na katika hayo mapambano au mchezo wa kuwa na viongozi wa county, nikaona mambo mawili. Kwanza nikaona kwamba unaweza kucheza mchezo na ustaarabu kama unaocheza nao ni Wastaarabu. Ndio. Huwezi kuenda kucheza mchezo wa kandanda na unaenda huko na kiwanja imejaa watu ambao wanahitaji kuwa wamepewa red card, lakini hawajapewa red card. Maanisha mchezo wao ni rafu. Watagonga wewe mguu, wataumiza wewe kabla hata ya mchezo kuenda mbali. Ya pili, yani mambo kama ya rushwa, unaona mtu mwingine ako na pesa, ufisadi, ako na pesa mingi sana, anataka kununua chama yote. Unapambana naye, lakini unaona hii mchezo utaenda mpaka mwisho na utakuwa umeumia hata kabla ya kuingia Premier League. Unavyozungumza hivyo, tumewatafuta sana viongozi wakuu katika Jubilee, lakini kidogo ni changamoto kwangu kuwapata. Ina maana kwamba ni kweli katika Jubilee swala la ufisadi limeongoza? Sio headquarters, sio administration, sio uongozi wa Jubilee katika taifa. Lakini at local level, unajua kuna rivalry. Sasa wale marivalry wa hiyo Premier League wako na changamoto kwa sababu hawana uwezo wa kuzuia mambo ya ufisadi, kununua viti. Hawana na uwezo wa kusisitiza kwamba watu wasiwe na matusi, watu wasiwe na vita katika huyo mchezo. Kama wangekuwa na uwezo, ni kama ungo na rivalry na hana linesman, unajua tabu yake. Sasa naweza tu kusema sheria iko, kanuni ziko za kucheza mchezo wa Jubilee, lakini linesman hawatoshi, na wakati mwingine rivalry hatoshi. Kwa hivyo kuna changamoto sana kwa chama yoyote kuhakikisha kwamba kuna nidhamu na maadili katika kinyang'anyiro hilo. Mwisho kabisa, acha nikuulize swali moja tu la kizushi katika Jubilee. Wengi ambao naozungumza nao, viongozi wengine ambao wanaopania kuwa viongozi, wanataja kwamba Jubilee watu washapangwa kitambo, sisi tunakwenda tu kule tunapiga kelele, tuliuza vyama, tumepiga kelele. Kuna mmoja tulikuwa naye hapa akasema anajuta kuuza chama chake ama kupeana chama chake katika Jubilee. Je, ina maana kwamba Jubilee washajipangia mambo yao, nani anayetaka asimame na vitu kama hivyo? Kuna dalili kwamba wakati mwingine unaona dalili kwamba kuna wengine watapewa upendeleo. Sasa hauna uhakika, lakini unajua kwa jumla siasa yetu ni chafu.
Kwa hivyo huwezi kungojea huko kama mtu ambaye ameokoka, kwamba una hakika vile unaambiwa ndivyo mambo itakuwa. Aha. Kwa hivyo unaogopea, na kwa sababu kuna mianya ya kuingia mapambano kwa njia mzuri, unahamia. Hivi sasa wewe umehamia kwenda PNU. Ndio. Una uhakika gani wafuasi wako labda wataamua kuandamana na wewe na kukuunga mkono katika PNU? Kwanza mimi nimefanya vile watu wengi wananiunga mkono walikuwa wanihimiza nifanye kwa wiki 3, na mimi nikawaambia ngojeni, maanake pande unataka kuangalia mambo inaendaje. Ndio. Chama cha PNU hakina umaarufu vile katika baadhi ya maeneo hapa nchini Kenya. Je, utamwambia nini mtazamaji ama mkazi wa sehemu ya Embu kwamba iwapo utakuwa na mimi tutapambana na haya mawimbi makali ya Jubilee ambayo yanayotarajiwa? Mimi siogopi, kwa sababu kwanza mimi najua kwamba wanaoniunga mkono wanatosha. La pili, tumeshapata adhabu wakati mwingine na kwa hivyo tumesoma na tuko tayari na tunania na uwezo. Mzee Kiragu, kidogo ngoja. Nilikuwa nataka kurudisha nyuma kidogo kuhusiana na swala hili la mchezo mchafu wa siasa umetaja, lakini umenipa kipengee tofauti pale. Tukizungumza kidogo kabla ya kuingia kwenye mahojiano, uliniambia kwamba unajuta ulishindwa katika nafasi ya pili kutokana na makosa yako wewe mwenyewe. Kwa nini unasema hivyo? Unasema hivyo kwa sababu kwa kweli vile tuliingia na chama ndogo na vile tulijipanga, kuna makosa tulifanya. Kwa polling agents. Kwa hivyo wengi wao hata wakaenda nyumbani kabla ya kura zenyewe kuhesabiwa vizuri. Kwa hivyo tuwapatia mianya watu ambao ni wakora kupora kura zetu. Sasa ndivyo nasema tumeizasoma na Mungu ametubariki kwamba bahari tumefika sasa, tunajua la kufanya. Hivi ni kwa nini mzee wangu, kwa nini unadhani wanasiasa wengi, Leni Kivuti hivi sasa tunavyozungumzia amerukia upande wa maendeleo chap na duru pia zinaarifu huenda hata bwana mkubwa mwenyewe gavana pia anatafuta njia ya kuvuka, manake ni kama Jubilee tayari wameshaweka mtu wao ambao wamemlenga achukue ile nafasi, na ni mfano ambao nakupatia wewe mwenyewe, umeruka PNU. Kuna wengine kule Mombasa pia wameanza kurukaruka vyama. Kwa nini tunakuwa na huu msimu ambao watu wanarukaruka vyama, hawana imani na vyama vyao, ama vyama vimekuwa tu ni maboti, baada ya kuvuka basi tena hakuna kuangalia nyuma masuala ya sera? Kama vile nimesema, watu kila mmoja amepata experience mbalimbali. Mimi sijazungumza na Kivuti na hakuniambia kwa nini amehama. Nimetoa mfano tu. Nimetoa mfano. Kwa nini inakuwa hivi kila tunapoenda uchaguzi? Kwa sababu tuseme kama chama kama Jubilee ni chama mpya. Uongozi wake una nia njema, una maono mema, lakini kama nilivyosema, ni kama umepanga ligi yako na unaanza kutafuta marivali, na unataka watu wacheze Premier League, hawana marivali wana ujuzi, hawana maraismen wana ujuzi, na wachezaji wenyewe haujapata nafasi ya kuwakagua ujue ni nani ana maadili ya kucheza huu mchezo kwa njia ya ustaarabu. Na kurudisha nyuma kidogo, awali ulitaja kwamba siasa ya Kenya ni siasa chafu. Ni vipi tunaweza shiriki kama Wakenya katika kujitengenezea miundo msingi mzuri sana wa siasa ambazo zitakazokubalika, siasa ambazo zitakuwa ni kuuza sera, siasa ambazo ni endelezi katika maendeleo ya taifa letu la Kenya? Tusijarumu sana kama Wakenya, maana kwa kweli siasa kwa jumla na karibu dunia yote siasa ina uchafu yake. Kwa hivyo sio tu Kenya, ni hali ya siasa kama inavyochezwa. Maanake wewe mwenyewe unajua hata mahali kama Marekani haiko, si unasikia watu wanalalamika tu. Kwa hivyo si ati Kenya, siasa ni chafu kwa ujumla, ila tu
ni kiasi ya uchafu ndio inatofautiana. Aha. Saizi unakwenda miaka kama 30 na ngapi tuseme, zaidi ya 32 na 3 katika siasa ya hapa Kenya. Na kila unaposimama unaangushwa, kuanzia mwaka 83 mpaka leo mwaka 2017 pia unadhamiria kusimama. Hauone mwenyewe labda una mapungufu fulani hivi, ama umejiangalia mwenyewe ukajiweka kwenye ratili ni kitu gani kinakosekana, unajirekebisha ndio sasa ukija unakuja vizuri? Kuna mtu amekupatia mambo ambayo sio ukweli. Nimepigania uchaguzi mara 3 tu. Ya kwanza nikiwa kijana ya miaka 30 ndio mwaka wa 1983. Tukapigana watu 9. Na nikiwa kijana ya miaka 30 nikawa wa pili. Ndio. Na mimi naamini sikushindwa kwa sababu nyingine isipokuwa wakati serikali wakati ule iliangalia historia yangu nikiwa kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu. Haikutaka mwanasiasa wa aina yangu katika siasa. Na nikasema sitaingia kwa siasa tena, niangalia watoto wangu. Lakini ni ukweli kwamba mwaka wa 1987 nikaalikwa na kiongozi wa nchi na wakanu niingie siasa ya Runyenjes constituency. Tupigane na Kamwithi Munyi. Nitasema kwa sababu ni story mrefu kwamba kwa baraka za Mwenyezi Mungu, na I mean exactly that. Kwa baraka za Mwenyezi Mungu sikuchaguliwa kuwa mbunge wakati ule. Runyenjes. Na nikaacha siasa miaka 25. Sikuingia siasa. Nikawa maarufu katika mambo ya management consulting. Na nikawa director, kampuni iliitwa Coopers and Lybrand. Nikawa na kampuni yangu, nikausia PricewaterhouseCoopers mwaka wa 2002. Kampuni hiyo nikawa director huko, partner huko. Nikawa sitaki siasa. Lakini wakati serikali za ungatuzi ziliingia 2013, kwa kweli karibu kila mkiongozi katika Embu County akaniulizia nitavute miaka 5. Manake nimewaongoza wote kuona maono ya vile Embu County itafikia yale malengo ya Vision 2030 mbele ya Kenya kuifika hapo. Na wote ambao tunapambania nao leo wakaniambia KK, patia Embu County miaka 5. Nikakubali. Na hata Wambora akanipeleka na nikabarikiwa. Na wazee na mapasta wa kanisa niwe gavana wa Embu County. Asante sana. Sawa basi, taarifa hii mchana tulikuwa na taarifa moja mpinzani wako akisema hivyo ndivyo nilirudi kwa siasa. Mwisho kabisa, hivi sasa taifa la Kenya mheshimiwa, unakuta linakumbwa na matatizo mbalimbali. Kuna migomo ya madaktari. Haya ndio matatizo kuu ambayo tulionao: migomo ya madaktari, migomo ya wahadhiri. Hizi ni taasisi mbili muhimu, moja elimu, moja ya afya. Ungekuwa uko uongozini hivi sasa, ungeishauri serikali nini kuhusiana na swala hili la migomo, hususan wakati huu ambao tunaelekea katika uchaguzi mkuu? Naweza kusema mambo mawili. Kwanza, mimi mwenyewe tukiwa na profesa ambaye ni vice chancellor wa University ya Dar es Salaam, mwaka wa 2005 tumeandika kitabu ambayo inazungumzia siasa na njia za kupambana na hii tatizo. Manake unaliona Kenya sasa limekuwapo katika nchi nyingi kwa miaka mingi, na hii tatizo la ya mishahara ya wafanyikazi wa serikali imekuwa uko katika nchi mingi sana. Ila tu imekuwa kuna nchi ambayo imekuwa na hiyo tabu kuliko zingine. Naweza tu kusema kutoka hizo nchi 8 tulizofanya stande yake, nchi tuliona haina hiyo tabu ilikuwa Botswana peke yake. Na kwa sababu hiyo ni kweli kwamba pia Botswana ilikuwa inalipa wafanyikazi wake vizuri kuliko hizo nchi zingine. Lakini la pili ni kwamba hiyo matatizo inatokana kwa kutokuwa
na mwelekeo na maono ambayo yani wafanyakazi na serikali wamekubaliana wanaelekea wapi. Na ningetaka tu kuongeza, mimi najua kwa sababu ya kazi yangu ya kama mshauri katika haya mambo, mimi najua SRC na serikali ndio kama wako na mwelekeo, ndio wamefanya hivyo, na Rais Uhuru alifanya kikao conference ya kufungua ile tunaita Public Sector Remuneration Policy. Wakisema hivyo, inasema miaka 10 ijayo serikali ya Kenya ndio itakuwa ikilipa vizuri na ikiwavutia wafanyikazi wazuri katika nchi. Kwa hivyo ni mambo tu ya siasa kwa sasa, kwa sababu hata katika hizo unions kuna siasa. Lazima uonekane kama unawafanyia wanaokufuata kazi. Nao sasa unasinikisha serikali wakati wa kwenda kwa uchaguzi, kwa sababu unajua wakati ule wanataka kufurahisha kila mmoja. Lakini hiyo sio kwa Kenya tu, hiyo imefanyika nchi nyingi sana katika dunia hii na zaidi katika Afrika. Asante sana Kithinji Kiragu KK. Ndio. Tunakutakia kila laheri katika safari yako. Ndio. Na kuna misukosuko huko. Nadhani mkanda umeuweka vizuri. Iko sawa sawa. Iko sawa sawa. Iko sawa sawa. Kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Kabisa. Tunakutakia kila laheri katika safari yako ya siasa. Mtazamaji, kufikia hapa hatuna la ziada, tunakamilisha taarifa za KTN leo. Yalikuwa ni mahojiano tu kuangazia ni kwa nini vyama vidogo vidogo vinakuwa ni venye kushika watu ambao wanagombania nafasi, wanaondoka katika vyama vikubwa maeneo ambao ni ngome, lakini wanaonelea ni kurudi kwenye vyama vidogo. Je, nafasi yao iko vipi? Kiragu hapa ametuelezea ni kwa nini wanafanya hivyo na ushindani ulioko katika baadhi ya vyama hivi. Sisi letu tu ni kuangazia, huku tukisubiri siku ambayo kura zile za mchujo zitafanywa, na kesho nasikia pia kutakuwa na shughuli kubwa sana katika NASA. Itakuwa ni wenye kuyafuatilia mambo kama haya ya siasa. Kumbuka tuko kwenye ule mwaka wa uchaguzi, tumesalia na chini ya miezi 6 ya Wakenya kuingia kwenye uchaguzi mkuu hapa nchini. Naitwa Alimanzu Aisee, asante sana kutazama taarifa za KTN leo kuanzia mbiu mpaka hivi sasa natamatisha. Kesho pia ni siku, naomba tukutane tena. Kwa heri.